Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mardi le 6 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea asubuhi ya leo ni habari ambazo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita maeneo tofauti ya North Kivu na Sud Kivu. Tuambie hali halisi hapo ni vipi, na tutawapeleka mjini Butembo tuambie kuhusu kifo cha anayeitwa General Tango Folo, kiongozi wa Maimai huko, na tutawapeleka mu Sud Kivu mu territoire ya Fizi kwenye wakimbizi wa Kongomani huko Burundi wako na rejea mu maeneo ya Kamanyola, wengine maeneo ya Sange na Luvungi kupitia ile riviere ya Ruzizi. Wanapitia njia hizo kwa sababu mipaka ya Burundi na Kongo inafungiwa. Wanaamua kupitia njia mbaya tena hatari kwao wakirejea nchini Kongo kwa sababu maisha huko ni mabaya. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika na zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, mzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa anapata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa pale kwenye titre hapo chini mu description, utapata linki yetu, ujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka kabisa utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo taarifa zetu mbichi tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Uvira, maeneo ya Kabimba ukielekea maeneo ya Kigongo. Ndani ya Kabimba mnakumbuka kwamba siku ya jana kuliripotiwa mapigano makali kati ya wasi wa AFC M23 pamoja na jeshi la Kongo na wazalendo. Vyanzo vyetu kutoka hapo Kabimba vinasema ya kwamba baada ya mapigano makali ambayo yalisikika hapo usiku wote na kufika saa moja usiku, waasi wa AFC M23 walionekana kuondoka Kabimba wakaelekea Kalundu. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba waasi wa AFC M23 hao waliondoka Kabimba baada ya kupigwa na FARDC na wazalendo. Wanasema kwamba FARDC siku ya jana ilikuwa ikitumikisha silaha nzito ambapo hata drone zilitumika maeneo hayo ya Kabimba kwa kushambulia ngome za waasi wa AFC M23. Baada ya siku yote na wako napigana saa moja jioni kufika saa 2, wanajeshi wa AFC M23 wengi walionekana kuondoka Kabimba mpaka Kalundu, ambapo vyanzo hivyo vinatuambia kwamba walipigwa sana. Ile nao walifanya ni repli strategique, wakaondoka Kabimba wakaelekea Kalundu. Na hapo Kabimba vyanzo vyetu vinatuambia kwamba wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC nao hawajaingia hapo wakamate eneo hiyo. Wanasema kwamba tangu waasi wa AFC M23 waondoke Kabimba waelekee Kalundu na FARDC na wazalendo nao hawajakamata eneo hiyo ya Kabimba kwa sababu ni eneo ya operation kati ya pande mbili. Wazalendo na FARDC nao hawajaingia officiellement eneo hiyo ya Kabimba waikamate, na kinachokuwa kinaacha FARDC na wazalendo hawaingie officiellement Kabimba wairekipere ni kwa sababu wenda adui anaweza kuwa amejificha ndani kwenye shamba la vita. Kuna kuwaka akili tofauti. Vita kunatumikaka akili na mbinu tofauti. Kuna wakati yule ambaye mko anapigana anaweza kurekile, anarudia nyuma, wenda ni mtego ambao ameutega hapo, aache mufike pale pui mujikute ndani
ya ile ambiscade. Ndiyo maana wakati AFC M23 iliondoka hapo Kabimba kuanzia saa moja jioni ya jana mpaka asubuhi ya leo, ni wazalendo hawajafika pale. Wangali nao wanachunguza eneo hiyo vizuri, waone kwamba adui haiko, epui njo watafanya entrée officielle yao pale mweneo ya Kabimba. Na Kabimba iko mu 4 kilometre a 5 na Kalundu. Mnasikia kwamba FARDC na wazalendo wanaendelea kuavanse pole pole wakisonga mbele. Na kuhusu FARDC kutoingia ofisielema hata mjini Uvira kwa sababu wanamiliki maeneo tofauti, kuna vitu ambavyo niko na viangalia pale. FARDC inapigana na wasi wa AFC M23 muzile position tofauti karibu na Uvira, ikiwa inataka kwanza iwashinde nguvu wasi hawa kutoka maeneo yote karibu na Uvira, epui wasi wa AFC M23 wajiondoe mjini Uvira. FARDC kile ambacho mimi niko nakiona, haipendi piganie ndani ya mji wa Uvira kwa sababu kuna wakaji wengi, population wanaoishi mjini Uvira ni wengi. Wakaingia mofro wakipigana na AFC M23, inaweza kuwa kama vile ilikuwa kama mjini Goma, population wanaweza kabisa wakauawa wengi, wengine hata kujeruhiwa vibaya. Na FARDC kitu ambacho niko nakiona hapo, iko napigana ikirekipere makwe strategique yote yanayokuwa karibu na mji wa Uvira, ili wakati watakapofikia pale ambapo watakuwa deja na wako karibu na mji wa Uvira, donc kusema wako mkeli kilometre tu na mji wa Uvira, wasi wa AFC M23 itawabidi kujiondoa kwa sababu mji wa Uvira utakuwa umezungukwa wote. Ile njo strategia ambayo niko naiona hapo, kwa sababu depuis wazalendo na FARDC wafikie karibu na mji wa Uvira, wangali muvita karibu na mji wa Uvira wakiyakamata mapozisio tofauti. Siku moja hata wazalendo wanaingia Uvira tena wanaondoka pale, kinachoonyesha kwamba wako karibu na hapo. Wakitaka ingia mjini Uvira wanaweza kafanya hayo, ila kwa sababu hawapendi ingie mjini Uvira kabisa wapigane na AFC M23 kwa sababu population ni wengi pale, wanaweza wakauawa, wengine kujeruhiwa. Wako nataka kuantorai mji wa Uvira wote, wafukuze wasi wa AFC M23 wote hapo maeneo karibu na Uvira. Epui wakati watakuwa wameuzunguka mji wa Uvira wote, AFC M23 nayo itaondoka mjini Uvira kwa sababu watakuwa na wameshindwa kufro zote karibu na mji wa Uvira. Hicho ndicho kitu ambacho mimi niko nakiona hapo kwenye ligne de front maeneo ya Uvira. Tuendelee na taarifa zetu tukiwa mu territoire ya Uvira na Fizi. Wakati mapigano yalizuka upya kuanzia Kamanyola, Luvungi, Sange mpaka Uvira, mnajua kwamba wakimbizi wengi walikuwa wakikimbilia ndani ya nchi ya Burundi. Wakati walifikaka huko, le 10 ya AFC M23 ikafika ndani ya mji wa Uvira. Wakati likamataka mji wa Uvira, mafrontiere yote ya Uvira na eneo na maeneo ya Kongo, donc frontiere zote za Burundi na maeneo ya Kongo zikafungwa kutokana na hali mbaya ya kiusalama. Wakaji sasa wanaoishi huko Burundi wakiwa wakimbizi, maisha si mazuri. Nadhani kwamba wale ambao walikuwa wakifuata taarifa zetu za siku ya jana, tuliwaambia kuhusu wakimbizi wanaoishi huko jinsi maisha ni mabaya. Hata mashirika ya kiraia kutoka Uvira yalikuwa yakitangaza hayo, wakisema jinsi maisha huko ni mabaya, maji ya kunywa iko, chakula iko, wamoja wanalala nje kutokana na maisha magumu huko. Wakaji wamoja wako na rejea nchini Kongo kupitia njia ambazo ni mbaya tena hatari kwao. Video hii ambayo mko naiona hapa ni video ya wakimbizi kutoka nchini Burundi ambao walikuwa wakivuka riviere ya Ruzizi. Mnavyoangalia hapo jinsi walifanya
walikamata hizi bido za mai ya kushota, wakazifunga bien, wakazifunga kabisa. Ni bido mingi, niko naona ni apeple 50 bido. Hizi zote ona jinsi walizifunga pamoja, puis wakazifanya kama kanani kale kabato wanakaitaka kabato, ni kanini kale kabato, yes, acha tukaite bato. Na hapo sasa jinsi muko naona wakina mama watoto wako na walalisha hapo kwenye zile bido. Muko naangalia jinsi wako nafanya hayo, watoto wote na wamama, muko naona jinsi wako na watia hapo. Puis hao vijana wao njo wenye wanataka sasa waendeshe ile zile bidon ambazo walizifunga kabisa, wakazifanya kama bato ili wa mama walale hapo. Ipuizi sije zikazama, kwa sababu bido wakati haina ndani maji haiwezi kazama. Njo vile jinsi sasa wako nazitumikisha ili kuvukisha watu hao. Muone video hiyo vizuri, ndo hiyo hao te wanaingia ndani ya maji. Vijana hao wako na skuma kabisa zile bido, wa mama na watoto wanalala hapo, wawavukishe ngambo, warudie ndani ya nchi ya Kongo. Hiyo ni riviere ya Ruzizi ambayo wako navuka bila kujali na hatari ambayo iko hapo. Ile ni riviere mbaya, kuna kwaka zile krokodile, muna kwaka hata na zingine nyama mbaya ambazo zinaweza zikawakula, ila kama mnavyoona hawajali na hayo. Kile ambacho wako na kitaka tu ni kurejea kwao, kwa sababu maisha ni magumu huko. Ona jinsi vijana wako na skuma ile fabrikasyon ya bato yenye walifanya pale, walitumikisha bido. Nadhani kwamba mliona jinsi video hii ilianza, wanawavukisha. Ile ni wakaji ambao wako na rudia kivyao nchini Kongo kupitia njia hizo ambazo si nzuri tena mbaya kwao, kwa sababu huko maisha ni mabaya, chakula kwa kuishi, mai ya kunya na vinginevyo. Magonjwa ni mabaya kutokana na kuwa hapo mumakambi ambazo wako ndani. Maisha kabisa haiendeki. Donko maisha ya ukimbizi, nadhani ya kwamba wale ambao wananifuata kuna wanao ya jua ni mabaya, kutokana na jinsi sasa wawezi wakaresiste maisha hayo. Wako na rudia nchini Kongo, na ile sasa njo vita. Wakiwa wanasema vita, mkuwe nasikia ya kwamba maisha ni magumu. Vita haifikake tu kunani kwa wanajeshi wale ambao wako kufro. Hapana, vita inafikaka kwa wakaaji, vita inafikaka kwa kila watu, na matokeo ya vita ndiyo hayo. Ila huenda kabisa vita hii itafikia mwisho na kila kitu kitakwenda sawa. Vita hii kabisa inaendelea kuacha maisha ya watu wengi wakiteseka. Mlivyoona kwenye video hii, ndugu zangu, vrema maisha yanaacha wanarudia, na hiyo ni vita. Ingelikuwa vita haikukuwaka, kama waliendelea kana maisha yao ya kawaida, wale wake kabisa. Kwa wale ambao wanaendelea kufanya vita kama na hivi, na wanasemaka kwamba alaaniwe anayevuka mipaka ya mwenzake ili kufanya mambo kama na haya. Hapo ni kuhusu wale wakimbizi ambao wako na rudia nchini Kongo kupitia riviere ya Ruzizi, na nadhani ya kwamba kila kitu kabisa hapo kinaeleweka. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya Butembo. Anayeitwa General Tango Foro aliuawa baada ya mapigano kati ya wanajeshi wake wa Maimai na makundi engine ya kizalendo. Mapigano makali yalianzaka le 3 je pense, non le 2 ndio vita ilianzaka kati ya makundi hayo ya kizalendo
na jana wakapigana sana kuanzia saa 7 usiku katika eneo la Vuvati kuelekea Kitivo. Ilikuwa ni Kivumbi na Jasho, pale ni wilaya ya Vulamba. Mapigano hayo ambayo yalikuwa yakiendelea yaliisha sasa na yule generale ambaye anajiita Tango Foro ameuawa. Mapigano hayo yalienea kuelekea Matembo hadi yapata saa 9 usiku. Wakati wa mapigano haya, Kakule Kaputo ambaye pia anajulikana kama Tango Foro alipigwa risasi na kuuawa. Baada ya kifo chake, mwili wake ulipelekwa Furu ambapo uliwekwa hadharani katika hali zilizoonekana kama kudharau utu wa binadamu. Katika hatua hii, sababu halisi za mapigano hayo bado hazijulikani. Asasi za kiraia za Vulamba zinalaani vikali kuendelea kwa vurugu za kutumia silaha katika eneo la mijini na kuonyeshwa hadharani kwa mwili wa marehemu. Inawasihi vikundi vyote vyenye silaha kukomesha uhasama mara moja. Inawataka watu wote kuwa watulivu na macho, na inadai kwamba mamlaka husika zichukue hatua za haraka ili kulinda manispaa, kuwalinda raia na kuzuia kujirudia kwa misiba kama hiyo. Hatimaye inapendekeza kuanzishwa haraka kwa mfumo wa mazungumzo jumuishi kwa mjibu wa sheria za jamhuri kwa lengo la kukomesha uhasama mara moja na kurejesha amani na mshikamano wa kijamii kwa kudumu. Hapo ni ndani ya mji wa Butembo kwenye anaitwa Generale Tango Foro. Nadhani kwamba generale huyo kabisa wanaotoka Butembo wanamjua. Aliuawa kwa masasi baada ya mapigano makali kati ya kundi lake na ingine makundi ya kizalendo ambayo yalikuwa muvita na kundi lake. Tuendelee na taarifa zetu. Kutoka mu province ya Kwango, Kapteni Anthony Mwalushai ambaye ni porte-parole wa Operation Ngimba, ile operation contre wanamgambo wa Mobondo ndani ya territoire ya Kwamufu, aliitwa Kinshasa na viongozi wake. Wito wake huko Kinshasa umekuja baada ya siku chache, na ametangaza ya kwamba wanaoongoza Mobondo ni watu wa karibu na President Felix Tshisekedi, ambapo walisemaka ya kwamba ni wapolitisie wanaokuwa karibu na President Felix Tshisekedi, na akasema ya kwamba hii rebellion ndogo ambayo FARDC inaichukulia kuwa simple, wanaoinga mkono ni viongozi wakuu. Ndio maana ile rebellion inaendelea kukua napata nguvu kila siku na mchana. Baada ya siku chache na ametangaza hayo, alikuwa interpele huko Kinshasa na viongozi wake wakuu. Kuhusu kuitwa kwake, gouvernement ya Kongo haijatangaza ni kwa nini ilimuita, na tunaendelea kufuatilia ya taarifa hizo kwa karibu. Wakati gouvernement ya Kongo itatangaza ni kwa nini yule Captain Anthony Mwalushai aliitwa, tutakuja kuambia kama kawaida. Tuendelee na taarifa zetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alifanya Jumatatu siku ya jana ziara fupi lakini ya maana ya kikazi huko Luanda. Masaa machache tu, lakini mazungumzo yalichukuliwa kuwa muhimu na mwenzake wa Angola Joao Lourenço, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, katika muktadha wa kikanda ambao bado una sifa ya kukosekana kwa usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Katikati ya mazungumzo yao ilikuwa vita vinavyoendelea katika majimbo ya mashariki ya Kongo, hali ambayo Felix Tshisekedi hakusita kuitaja kama vita vilivyolazimishwa, akisisitiza tena mwelekeo wa kikanda wa mgombano huo pamoja na matokeo mabaya ya kibinadamu ambayo inaendelea kusababisha kwa raia. Katika mazingira yaliyofafanuliwa kuwa ya wazi na kujenga, wakuu hao wawili wa nchi walibadilishana maoni kuhusu njia zinazoweza kurejesha mienendo ya amani. Baada ya mkutano huo, rais wa Kongo alionyesha matumaini ya busara. Kabla ya kuondoka kwenye ikulu ya Angola, alipongeza mapendekezo ya kuvutia sana yaliyotolewa na Joao Lourenço, akikesti kuwa yanaweza kuchukua jukumu muhimu katika kutafuta
kupata suluhu la kudumu la mgongano huo. Ziara hii ni mfululizo wa juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Angola, mchezaji muhimu katika usuluhishi wa kikanda, pamoja na Umoja wa Afrika ambao unajitahidi kupatanisha misimamo na kupunguza mivutano katika eneo la Maziwa Makuu. Felix Tshisekedi alikuja kurudi Kinshasa saa za jioni siku ya jana. Baada ya kikao hicho alirejea Kinshasa. Nadhani hayo nayo yanasikika kabisa na yanaeleweka. Tuwapeleke ndani ya Etats-Unis d'Amerique kuhusu kesi yake yule Nicolas Maduro, presida wa Venezuela, ambaye alitekwa nyara juzi na vikosi vya jeshi la Delta Force Force Speciale ya Etats-Unis d'Amerique na kupelekwa huko Etats-Unis d'Amerique. Baada ya kufikishwa huko, kesi yake ilifunguliwa siku ya jana mbele ya mahakama kuu ya kijeshi yanayopatikana mjini New York, akiwa mbele ya majaji wake, akiwa mbele ya waongozi wa mahakama. Alitangaza ya kwamba yeye angali presida wa nchi yake Venezuela, na akasema ya kwamba ataendelea kuongoza nchi hiyo. Yeye alikuja kuafirmea kwamba ni mtu ambaye kabisa hana hatia yoyote kwa makosa yote ambayo Etats-Unis d'Amerique iko na mshtumu. Hatimaye baada ya kesi yake waongozi wa mahakama kuu ya kijeshi huko New York walitangaza kwamba kesi yake itafunguliwa tena le 17 za mwezi huu. Asante kabisa, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea. Ni Mzee Bauma mwenye mbichi ambaye niko hapa kuwapa taarifa kama kawaida. Na washukuru kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Mkumbuke kusubscribe na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Tupatane ndani ya taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.